Mungu Baba yetu, Bwana wa kazi na mfalme wa maisha yetu yote, tunakushukuru kwa uaminifu na upendo wako mara tena kuturuhusu tusimame mbele za watoto wako waenda mbingu walio na hamu na haja na njaa ya haki kwa ajili ya jina lako. Mtakatifu, tukubali tena sote, turehemu na uruhusu tulitukuze jina lako. Mungu, ninaomba kwa neema mpya yako nikubaliwe kukutukuza. Nisamehe na unitumikishe kwa jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yangu, usafishe akili yangu, uongoze mawazo ya moyo wangu, usafishe kwa ajili ya jina lako na kuruhusu niwe chombo ambacho kimekubaliwa leo kukutukuza. Nasimama kinyume cha mipango ya kuzimu kwa jina la Yesu, na kusihi Mungu unitumikishe mwanzo hadi mwisho. Utukufu wote ni wako mwanzo hadi mwisho. Kila atakayepokea neno hili likubalie kwa jina la Yesu. Amen. Ninakushukuru sana mwana wa Mungu. Asante sana kwa muda wako. Asante sana kwa makusudi na nia njema ya kuhitaji kulishwa upya neno la Mungu. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Na asihi tena Mungu akushibishe kwa siku ya leo. Unaposhiba upate afya ya kiroho na ukomavu wa roho yako, ili uendelee safari, upate nguvu mpya za maimarisho ziwezazo tena kukuhimiza kushinda majaribu na vitisho vya dunia hii. Nafurahi sana na ninaamini Mungu yu nasi. Ninaamini Mungu hatatuacha mwanzo hadi mwisho wa kazi hii. Tutamtukuza tena wakati atatusaidia na kutunemisha tukamilishe mafundisho yetu. Tayari tumeomba Mungu na tuko tunajifunza. Leo ni kipindi chetu cha 4 cha mafundisho kuhusu faida. Tumeongea faida 14 za kuamini au zilizoko katika kuamini jina la Yesu Kristo. Kwa kumwamini, si tu kumwamini kwa midomo, bali kwa moyo. Maana anasema mwenyewe, ninawajua walio wangu wananijua, wanasikia sauti yangu na kuifuata. Yeye mwenyewe Kristo anajua kondoo walio wake. Kondoo ni wengi, lakini walio wa Kristo ni wachache, na ameahidi kwamba amewajua. Sasa uamini, na kuamini hii inathibitishwa kwa matendo mema. Matendo mema. Hii kuamini inathibitishwa kwa kumtegemea na kumcha yeye Kristo. Hili jina lipitalo majina yote ndilo jina la Yesu Kristo. Tumejifunza mengi tukisoma kitabu cha Waefeso sura yake ya 1 mstari wa 21 hadi 23. Tulisoma pia wa Filipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Tulisema kwamba kila goti litakunjwa mbele ya jina la Yesu na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ni Bwana. Chochote kinachokusumbua kwa jina la Yesu kikunje goti mbele za Yesu aliye hai, mbele za Mungu wako ambaye kwa jina anaitwa Yesu Kristo. Mungu pamoja nasi. Kila kinachokusumbua kikiri kwamba hakuna Mungu mwingine anayemzidi Mungu wako. Mengine au vitu vingine vyote wanaweza viita Mungu, ila hiyo ni miungu, kazi za mikono ya watu. Lakini ambaye ni Mungu pekee, ni mmoja, na yeye ndiye Yesu Kristo. Yeyote yule anayeamini Mungu tofauti na Yesu amepotea. Hatutamhukumu, bali bado tunamhitaji na kumuita njoo kwa Yesu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Ukijiunga na hii ukweli, utaponya maisha yako. Kitabu cha Yohana sura yake ya 8 mstari wa 32, neno la Mungu linatuambia kwamba mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Je, ulishakajua kweli, au bado ungali mfungwa wa mila, mfungwa wa asili, mfungwa wa utamaduni, mfungwa wa sayansi, mfungwa wa dini yako? Nini bado inakufunga? Yesu kakuletea dini gani? Yesu ametuletea dini gani ambalo wewe linaweza kukufunga? Yakobo akaenda kutuambia katika kitabu cha Yakobo sura ya 1:27 kwamba dini ya kweli ni ile inayojali mayatima na wajane katika ziki yao, yani upendo na kumcha Mungu, yani uoga wa Mungu, utakaso, maisha matakatifu. Hii neno tunaiongelea ili watu wanapolipokea kwa wingi liwasaidie wabadilishe mwenendo wao na wasipotoshwe na movu shetani. Sasa hili jina ambalo tumelipewa ni jina kuu.
jina lenye nguvu juu ya kila jina lenye unajua. Majina ziko mengi, matamko na herufi ziko zingi, na majina tunayoyatamka yako mengi, yanayoonekana sioonekana, ya vitu tunavyovijua na tusivyovijua, ya sayansi na majina mbalimbali ya asili na kadhalika, na za kiroho na za kimwili zipo, lakini lipo jina moja kote linatawala, ni jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea kwamba ikiwa wewe unamvaa Yesu Kristo, amesema kwamba kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, na chochote mtakachokiomba mtakipewa, ili Baba aliye mbingu atukuke. Yesu anataka tukae ndani yake, maana pasipo yeye sisi hatutaweza. Kitabu cha Yohana 15 amesema kwamba inabidi yeye ndiye mzabibu wa kweli na Baba ndiye mkulima, na sisi ni matawi ya mzabibu huo. Je, wewe ni tawi bado ambao unaambatana na mti huu wa uzima, au umeshakatika? Kama umekatika, ujisubiri kwamba wewe umekatika, umekauka, na unasubiri siku ya moto uunguzwe. Kwa hiyo sikutakia uunguzwe, sikuandae hivyo, maana sio sisi tutakuandaa, lakini sisi tuko pale kukuambia injili ya kweli, ile injili ambayo itakayokusaidia ugundue habari za ufalme. Nje ya ile kazi yako, kama unalilia, unashabikia mafanikio, unashabikia unabii, unashabikia lugha, unashabikia utajiri, kama unashabikia elimu na sayansi ya dunia hii, chochote kile unashabikia sijue mambo mengine, fahari za dunia, jua kwamba yote ni ubatili. Unashabikia hata mwili wako, jua kwamba mwili nao utaoza, utauacha hapa, hautaenda nao fasi, lakini hakika ndani ya mtu mna roho pumzi ya Mungu imupayo akili. Na Paulo ameita hii mwili kwamba ni hema, na amesema kwamba tulijifunza mengi wiki iliyopita, tukasema kwamba amesema kwamba yote ameyahesabu kuwa bure ili amupate Kristo. Na mimi nakutakia neema hii, uhesabu yote kuwa bure, umupate Kristo. Yote ni bure kama utakosa mbingu. Neema hii iwe kwako na kwangu pia. Tukasoma kitabu cha Wafilipi sura yake ya kwanza mstari wa 21. Tuliongea sana ile kisikia Paulo amesema nimehesabu yote kuwa bure ili nimpate Yesu. Na mimi nikakuombea na ninakuombea tena, usahau yote umpate Yesu. Itakufalia nini wewe upate mavazi zote, wewe njoo jaze nyumba, kisu moja ukose mbingu? Na ukigonjwa hospitali zingine za nchi zinaendelea hawakubali zile mavazi za kutoka nyumbani, wanakuvua nazo, wanakupatia kanzu yao, hicho kikanzo hicho wanakivua, wanakubadilishia, wanakuletea, ni kama uko mtupu. Kama utafanya mwezi hospitalini, hicho nguo zako unaona kwamba hazina kazi. Jifunze kumcha Mungu, utakuwa mwenye heri na mwenye neema. Jina lipitalo majina zote ni jina la Yesu, na tunaongea faida zilizomo katika kupokea na kuamini hili jina kwa kumtegemea Mungu na kumcha yeye na kuwa na matendo mema. Inatusaidia kufanikisha maisha yetu ya kesho. Mwili tunaovaa kwa wakati ni lazima tutauvua kwa wakati. Kwa hiyo tujifunze kunyenyekea na kumtukuza Mungu. Hizi faida ninaenda kuzikariri tena na nifikie kwa ya 10 ambayo tulifikia ya 9. Nitaanza ya 10 na malizia na hizi 4. Kama Mungu anavyotujalia, Mungu atusaidie sana. Wakati ninarudia maneno haya, ninaamini kwamba ninaweka nanga, ninaweka shindo, rimbi na uzito ndani ya akili zetu tunaposikia neno hili. Neno la Mungu ni tamu kila siku. Na ikiwa bado tunaitembea na Mungu, tujue kwamba maneno ya Mungu tunapoyashiba tumeanguka. Lakini ikiwa bado tuna kiu ya Mungu, bado tunamhitaji na bado atafanya kazi ndani yetu. Tumeongea faida ya kwanza iliyoko katika kuamini Yesu. Faida iliyoko katika kuamini Yesu. Nimeweka mkazo sana na bado narudia pale. Kuamini gani? Kuamini ya kukariri ya recitation, au kuamini ya moyo itokayo moyoni. Neno la Mungu liko karibu na wengine kwa midomo, lakini wako mbali sana na Mungu. Wako wengi walioko karibu sana na kanisa, lakini wapendwa, mioyo yao ni mbali sana na ufalme wa milele. Na kuombea Mungu we karibu na Mungu, neno lake lipate kuzama ndani yako kwa wingi. Maneno ya Mungu ikae ndani yako kwa wingi. Mafundisho yamekuja mengi, washawishi wamekuja wengi, na wanafanana kama ni kweli kabisa. Na watu wanaenda kuchukua, wameshika sana akili za watu, wamejifunza sana akili za watu, na wanatembea na matatizo ambazo watu wako nazo ili wawaangushe. Lakini angalisho, simama, rudilia msingi. Mafundisho uliyopokea ulipoamini itakusaidia tena kusimama na Mungu wako.
Karibu sana tena, na Mungu aendelee kukusaidia. Mungu sote atuwezeshe kusimama katika injili ya kweli, injili ya ufalme, injili ituangaziayo kujua ukweli na uzima wa milele ni nini ndani yetu. Na kuombea, tulisema ya kwanza ni kuwa na uzima wa milele. Na huu uzima wa milele tunao tu ndani ya Yesu Kristo. Uzima wa milele tunaupata ndani ya Yesu Kristo tu. Nje ya Yesu hakuna uzima wa milele. Na ule mwingine uzima ni uzima ambao ni milele ya mateso, lakini uzima wa milele wa furaha na amani ni ndani ya Yesu Kristo tu. Amen. Sasa ya pili, nimepana mashahidi mengi sarudilia. Ya pili ni kwamba yote inawezekana kwa kila aminiye. Mtu ambaye anaamini Yesu Kristo haogopi, hata wengine wa panic. Ile imani tulio nayo, tumaini letu ni nanga. Kitabu cha Waebrania sura ya 6. Tumaini lile ndilo nanga ya nafsi zetu. Kwa wale waliompokea Yesu, tumaini lile ndilo nanga ya nafsi. Na nanga ikiwemo hata paje mawimbi, rindi iweje, zoruba iweje, upepo ujapo vuma, yote inawezekana kwa kila amini. Amen. Na ndio maana Paulo akasema, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen. Nikosowe kidogo pale nisema wa Filipi 1:21, ni kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Wa Filipi 3 njo imetuambia habari za, nafikiri Filipi 8, habari za nimesahau yote kwa ajili ya kumpata Yesu. Na hapo tuligusia sana. Na kama amesema kuishi ni Kristo na kufa ni faida, ni kwamba yeye hana oga, yote inawezekana. Na yote inatembea. Warumi sura ya 8 mstari wake wa 28. Neno la Mungu linasema yote inatembea kwa wema wa mpendao Mungu. Warumi 8:28. Yote inatembea kwa wema wa mpendao Mungu. Kama unampenda Mungu, kama unamuogopa Mungu, kama unamwamini Mungu, yote ni kwa wema wako, kwa jina la Yesu. Amen. Yote itembee kwa wema wako huu mwaka. Huu mwaka umalize kwa wema wako. Umfurahie Mungu na umtukuze, useme Mungu, ninaliheshimu na kulisifu jina lako kwa kuwa na mimi nimevuka pamoja na waliovuka. Amen. Faida ya 3 ni kwamba unapona hukumu. Ya 4 ni hautapata njaa au kiu kamwe. Ya 5 unatumaini la ufufuko kwa siku ya mwisho. Ya 6 vijito vya maji ya uzima vinatiririka ndani yetu. Ya 7 ni unaishi hata ungekufa. Na hapo njoo tulisema kitabu cha Wafilipi 1:21 kwamba kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hauna oga. Na ndio wanaojidanganya kwamba wanaua, wanakuwa wanajikoroga sana. Na kitabu cha Maombolezo naamini 3:37 limesema, nani asemaye neno lifanyike kama Mungu hakuliagiza? Usitike wewe shetani akufanye Yuda wa maisha ya wengine. Usikubali, simama na Mungu. Usiwaze wewe njo umejifanya tai ya kudokoa wenzako, wewe hautakufaka. Na wewe una mwisho, kumbe ingekuwa muda usudi usimalize na machungu, rudilia Yesu. Amen. Shetani ameharibu maisha ya watu na anawatumia, lakini hana malipo yao. Hautalipwa kitu, kumbe kimbilia kwa Yesu ambaye yeye ukimcha tu malipo yako iko. Na tulisoma kitabu cha Warumi sura yake ya 4 mstari wa 4, kwa yule anayefanya kazi mshahara siyo neema bali ni haki. Na mimi nakuombea matendo mema iwe haki kwako. Rudilia kwamba mshahara wako iwe haki kwa jina la Yesu, kwa sababu ya matendo mema uko nafanya leo. Amen. Ya 8 tuliongelea kwamba hautabaki katika giza tena. Tuliongelea sana kuhusu giza la akili, giza la mila, giza la asili, giza la dhambi. Tulisema mengi kuhusu giza. Na neno la Mungu linatuambia kwamba hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Hakuna. Naamini kitabu cha Wakorinto wa 2:6 wametuambia vizuri, hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Sasa kama giza linakutawala, utakwana, utaumia, utajikuta shimoni. Lakini kama bado unatembea na Mungu, nuru iko ndani yako, na kile utakachokifanya kitafanikiwa, na uzao wa tumbo yako umefanikiwa tayari, maana wako wale ambao tayari wangali bado ndani yako wameshabarikiwa.
Na tayari wako wengine wako ndani bado ya tumbo, lakini ni walaaniwa tayari, sababu ya hawa wazazi walioasi injili, walioasi Mungu wa kweli. Kwa hiyo nawatakia neema ya utakaso na ufungulifu katika Kristo Yesu. Faida ya 9 ni kwamba watatenda matendo mengi, watatenda mambo makuu kama aliyoyatenda Yesu, na amesema mtatenda zaidi ya haya. Injili ya Yohana 14:12. Hapo ndio tulifikia, na acha sasa tuendelee kuongea faida ya 10. Tulisema habari za msamaha wa dhambi. Neno la Mungu linasema nini? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wa 38. Ndasoma mistari miwili, 38 na 39. Neno la Mungu linasema ifuatavyo katika jina la Yesu. Sachez donc, ô mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Wewe bado unatembea kwa mujibu wa sheria ya kanisa, hautembei kwa mujibu ya neno la Mungu na kusikilia huruma. Wewe ambaye bado unaheshimu, unaogopa mchungaji wako kuliko neno, kuliko Mungu, ule mchungaji anayemtumikia na kuogopea. Na wewe pia mchungaji ambaye unajua kwamba kwa kuweza watu wa Mungu waletee wingi wa sheria kuliko wafundishe kweli na kuogopea. Amen. Wewe inabidi kwanza ukae katika kweli, ukweli wa Mungu uwe ndani yako kwa wingi, ili na wewe wendi waambie watu ukweli na wafunulie fumbo zilizo katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hapa neno la Mungu linatuambia hivi: Sachez donc, ô mes frères, que c'est par lui que vous avez c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Tumekuja kuwatangazia msamaha wa dhambi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mwenye atakwambia kwamba miungu zitakupa ondoleo, miungu zile hazina mbingu ya kukuingiza ndani. Manabii wenu au manabii wa dini yenu, mko hapa mnatia Biblia kumeza, mnatia na kitabu kingine cha nabii. Ule nabii tusichanganye, Biblia inatosha kwa kufundisha kweli ya mbingu. Amen. Biblia inatosha. Mtumishi wa Mungu kujifunza vitabu si vibaya, kwa ajili ya kupata maarifa na ujuzi si vibaya, lakini mifano iliyo hai ambayo tujiinspire nayo sana ni neno la Mungu ambalo ni Biblia. Amen. Ndani muna maneno na mifano iliyo hai ambayo tukiitoa kwa watu ina uwezo wa kuwasaidia. Lakini mifano za vijijini, mifano za mtaani, fulani tuliona anakimbiza sungura, ikakimbia chini ya meza, ikakimbia chini ya kiti. Mfano huo, yawezekana ungepata mfano hai ndani ya maandiko, ingekuwa uko msomaji wa maandiko. Amen. Hapa neno la Mungu linatuambia hivi: ni kwa sachez, ô mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Tumewatangazia kupitia jina la Yesu msamaha wa dhambi zetu. Ni yeye tu. Na waandishi na Mafarisayo walijiuliza, huyu ambaye ana uwezo wa kusamehe dhambi ni nani? Haiko mwana wa serimala huyu kweli? Petro anaongea na watu, anawaambia, huyu tunayemtangaza, tunamtangaza kwa uhodari wote. Ule mliweka mtini, yule mliyeweka juu ya mti, ni huyu tunamtangaza, na kupitia yeye tunawatangazia msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi haukutangazwa kupitia damu ya minyama, damu ya njiwa, damu ya ngombe, damu ya kondoo. Hakuna msamaha wa dhambi, zilikuwa zinafunikwa na kurudiwa kila mwaka. Lakini kupitia mwana kondoo Yesu Kristo, dhambi zimesamehewa. Hapo njoo wengine nao wanajidanganya, dhambi lishaka samehewa, hata afanye dhambi si ashaka samehewa, unajidanganya. Ukisema kwamba wewe hauna dhambi, unamchukua Roho wa Mungu kuwa muongo. Lakini zile dhambi si kama zile dhambi ambazo zilikuwa zinakuhukumu hapo. Maana neema iko sasa, ukikiri kuwa Yesu ni Bwana na kutubu, utasamehewa.
Hauna haja tena ulipe nauli, kwamba umekwambia kuhani fulani ndiye komesha kusamehe dhambi au kuombeana msamaha. Amekudanganya. Atakaye kuambia toa kafara fulani kwa kuwa ulifanya dhambi fulani, hakuna tena kafara ya ondoleo ya dhambi. Ukiamini Yesu Kristo anatosha. Amen. Fungua tu moyo wako, tubu kikamilifu. Na kutubu ni kubadilika. Maana ya kutubu ni kubadilika, lakini na hii kubadilika inatanguliwa na kukiri ulichokisema, ulichokitenda. Kwa ajili yake, kupitia yeye tunautangazia msamaha wa dhambi, na yule anaye amini yeye anatetewa na kusafishwa kabisa. Maana hakuna kutetewa tulio nayo katika sheria ya Musa. Na Yesu alikuta watu wanazingatia sana sheria ya Musa kuzidia neno la uzima. Na wako wengi ambao bado wanaishi kwa sheria, niongeze hata na sheria ya Musa. Wanashikilia Musa alisema. Huyu Musa alimtumikia ni Kristo. Babu yake Ibrahimu alimtumikia Kristo. Na Yesu aliwaambia ni ule Kristo, ule Musa, ule Ibrahimu alikuwa akisema kwa ajili yangu mimi nimekuja kwenu. Hawakumwamini. Haleluya. Sasa akasema quiconque croit est justifié, anatetewa de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Tunapata haki, tunahesabiwa haki kwa jina la Yesu, hapana kwa sheria ya Musa. Wengine bado wanaishi sheria. Soma kitabu cha Warumi 7:7. Tunajua dhambi ni kupitia sheria. Romans 7:7. Tunajua dhambi kupitia sheria, na kwa wingi wa sheria dhambi zinaongezeka. Wenzetu sheria zilipita wingi, walikaribia kuishia jangwani. Wingi wa sheria 600 na wingi wa sheria. Bado hatujataja amri 10. Sheria moja ninawaletea sheria, neno la uzima. Sheria moja ninakupa ni upendo ndani ya Yesu Kristo. Yote inatembea kwa wema wa wale wampendao Mungu. Hii amri kubwa ni upendo. Hapana tu upendo kwa Mungu usiyemuona. Penda kwanza watu sio unaowaona ili urudie kwa Mungu. Tafuteni kwanza kwa bidii amani na watu wote na utakatifu na Mungu. Hakuna utakatifu wakati unakosana na watu. Wewe Mungu rakandara shabaka saka seke. Hiyo lugha unajua uko nasema nini? Heri useme maneno 5 ya akili kuliko useme milioni ya ujinga. Amen. Naamini lugha ipo, lakini tutembee kwa lugha, tunene kwa lugha tukiongozwa na Roho, hapana kwa kukariri. Haleluya. Sasa tunapata ondoleo, tunatetewa na neema ya Yesu, hapana kwa sheria ya Musa. Na kama bado ungali chini ya sheria itaendelea kukugandamiza na kukuangamiza zaidi. La loi punit, la grâce pardonne. Sheria inaadhibu, rehema au neema inasamehe. Amua sheria au neema. Na Warumi sura ya 6 mstari wa 1 na kuteremka kidogo. Je, kwa sababu neema iko tuendelee kufanya dhambi? Mbali na sisi. Tushaka samehewa. Naamini tushaka samehewa, lakini angalisho usiseme nilikwambia uendelee kufanya dhambi sababu ulishaka samehewa. Na kupitia kuamini ndani ya Yesu au kuamini Kristo tumetetewa sasa. Maana hatukutetewa na sheria, lakini tunatetewa na jina la Yesu. Amen mara 7. Lakini nakuongezea ili neno lielewe vizuri, utembee katika maisha matakatifu, na maisha matakatifu uyaishi kama unavyopumua hewa ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninaongelea habari ya 12. Acha niharikishe nikamalize. Faida ya 11 tafadhali. Kwamba nimesema 10 kwamba
umepata msamaha kupitia kuamini Kristo. Kupitia kuamini Kristo, kujua kwamba umesamehewa ulipokiri, na imani hii kuambie kwamba umesamehewa. Usingoje barua. Usingoje barua. Usingoje mchungaji akuja kwambie nilikuwa nachunga wanijibie kama umeshasamehewa. Imani kuambie kwamba unapotubu, unapokiri, badilika na uamini kwamba tayari umesamehewa. 11, kwamba unapoamini jina la Yesu Kristo hautapata haya kamwe. You will not be disappointed. You will not be shamed. Hautaaibika. Hautakuwa desi, hautaregrete. Ukimcha Mungu, kikubali uteseke. Nilikwambia hapo awali niliposema habari za kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3. Kama mstari wa 8 pale. Nikasema kwamba kuamini Yesu ni kufunga macho, ni kujikana. Kabisa. Kujikana. Uko mwanaume na ungekamata wanawake 10. Lakini kwa sababu ya Yesu unarizika na mmoja. Tulisema kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:6, kurizika pamoja na utaua ni faida kuu. Kurizika. Uko mwanaume, uko na nguvu. Lakini unakubali uteketeze mwili upate Kristo. Pata Kristo kwa jina lake lenye nguvu. Pata Kristo. Hapana upate cheo. Hapana upate heshima za dunia hii kisha ukose mbingu. Wanaheshimu huu mwili. Sasa roho iliyomo ndani ikoje? Matendo matakatifu ndilo vazi la roho yako. Kitabu cha Ufunuo 19. Matendo matakatifu. Wakamuona bibi harusi. Yohana akaona bibi harusi amepambwa mavazi mazuri, kitani nzuri, safi, ngarao, ambayo ni matendo matakatifu ya watakatifu. Una vazi gani la roho yako? Hatutavaa kwa nje, tutakuheshimu. Wenjo sapele wa kwanza mkanisa. Wewe unavaa vizuri wa kwanza, tunakupa na zile heshima zako. Acha uzipokee kwa masuti yako. Acha uzipokee kwa makanzu yako ya bei, yanatoka Nigeria, yanatoka Hong Kong, yanatoka China, yanatoka wapi? Uturuki. Haya hakuna shida. Acha, lakini ile haijakupamba kama ndani yako kunaoza. Bado uko mfarisayo. Na Yesu alisema ole wenu waandishi na mafarisayo, mnaopamba nje ya kikombe, ndani kuna jaa matope. Mnapamba kaburi kwa nje, ndani kuna jaa mifupa ya kuoza. Mathayo 23:25. Unaweza fika 27. Amen. Neno la Mungu liko hai. Tusome. Wametuambia tukiamini Yesu hatutapata haya kamwe. Haya iko. Acha nikwambie haya iko, na kama haunayo inakusubiri haya ya milele. Ipo siku wewe ulikula heshima zako ya dunia. Saluti mheshimiwa. Saluti. Jambo baba. Ile jambo baba, kuko siku gisi wako na kushukia wewe. Wale wenye wako na shuka leo watainuka, wewe utajikunja hivi kama Kakobe, unaenda jificha. Walikuwa wanakupa heshima, wewe unaenda jikunja. Sababu ile sifa ulizozipata zinageuka zote aibu. Yaja wakati utakosa hata neema ya kutubu usipoanza kutubu leo. Yaja wakati unaweza kukosa na neema ya kusema, sababu ni vingi na ni vya haya. Na vinapokuwa vya haya, wakati dhambi ni tamu wakati ungali naitenda. Sukari ni tamu kinywani, mwilini ni mbaya, inaleta kisukari. Ndani ya mwili, ndani ya damu sukari ni mbaya, kinywani ni sukari ni tamu kinywani. Ndani ya mwili, kinywani ni tamu kweli. Iingiapo wanapokupima ndani ya damu wanakuambia tumeona sukari sana. Wanakutia na diet, wanakuambia sukari tangu leo hautakulaka. Vitu unavyovipenda leo sana, kesho hautavila. Wai muda, kengeuka ujiweke tayari kabla ya kujaja nyakati zilizo mbaya. Aibu. Unapoamini Yesu Kristo hautapata haya kamwe. Asifiwe Mungu ambaye ametupa tumaini nzuri kwamba hatutapata haya milele. Wafilipi 4:4 wametuambia tufurahi.
furahini siku zote. Tena nasema furahini, na upole wenu ujulikane na watu wote. Hapana unafiki wenu ujulikane na watu wote. Na kwanza unafiki hawana uficha, sababu mtu ni hivyo tu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 7 mstari wa 16 wametuambia watatupeleka kwenye vijito vya maji ya uzima, na mwana kondoo mwenyewe atatufuta machozi tuliyoyalia. Yesu akufariji siku moja usipate haya. Soma Ufunuo wa Yohana sura ya 7. Amen. Nasemaka ya maana sana, sio sauti na maneno yangu, lakini maneno ya Mungu niyashike, na haya mavesi ndio utajiri wa roho zetu na maimarisho na ukomavu wa kesho yetu na ministere zetu. Amen. Ufunuo wa Yohana sura 7:16. Acha nisome pale mbele niingie vesi inayohusu aibu ya milele. Ufunuo wa Yohana 7:16. Neno la Mungu linasema hivi: il n'aura plus faim, il n'aura plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Na mahali pa faraja pako hautapata aibu. Heri wa kucheke leo, kesho wa kuheshimu. Hapana wa kuheshimu leo, kesho wa kuzihaki. Itakuwa ole. Tunasoma habari hizo za kwamba ukiamini jina la Yesu hautapata haya kamwe. Tulikuwa tuongea tangu hiyo ya kwanza mpaka ya 9. Tulikuwa sana mu vitabu vya Injili. Hapa tumekuwa mu vitabu vya mitume. Hapa tumeingia mu vitabu vya mitume, tunaongelea matendo ya mitume. Tunaingia kitabu kilichoandikwa na Paulo wa Rumi. Tunarudia tena mu kitabu cha Yohana, barua sasa ya Yohana, barua ya kwanza ya Yohana, na tunagusia tena barua ya Yohana ya kwanza ya Yohana, na tena tunarudia mu kitabu cha cha Paulo, na tunamaliza. Amina. Sasa tusome Warumi sura yake ya 9 mstari wa 33. Tunasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Hautaibika ukiamini jiwe la pembeni, jiwe lililokataliwa na waashi. Ukilipokea tu unapona. Ukimtumikia Yesu kwa kweli pasipo unafiki, wewe hata wakucheke leo, hata hauvumi, unapona. Tunapenda wanaovuma leo, lakini aibu inawakumba kesho. Leo wana heshima zao, na ninawahimiza waendelee kuzipokea maradufu, lakini aibu yao ni mara 7. Siseme mtu, bali ninasema kwa ujumla, sote kila mtu aponye nafsi yake. Hautapata aibu ukimcha Mungu kweli kweli. Nimeweka Sayuni jiwe la pembeni, jiwe la kikwazo, jiwe la kukwalia. Walio wengi wanakwazika na Injili. Walio wengi wakifundishwa neno ligusalo mioyo, ni Injili ya zamani, ni ya zamani, lakini hii ya mpya itakutia shimoni usipokuwa makini. Wende na Injili ya sasa, na ulete na Biblia ya sasa. Ulete mitume wa sasa, manabii wa sasa, wende na wale. Mitume wa sasa wamelipuka wengi wako mitume wengi wa sasa, ende na wale. Mtalaumiana nao kesho. Manabii wa sasa wamekuja, watu wamekataa manabii wa zamani. Manabii wa kale, most of them walikuwa wanakemea, walikuwa maprofete de malheur, wanakemea wakina Yeremia, wakina Nehemia, wakina Mikaya, wakina Isaya, wakina Ezekieli, walikemea mabaya.
Wa sasa wanatuambia tutabarikiwa. Wanatuambia tunapiganishwa, inabidi watufungue. Wanatupulizia, wanatulisha na wanatunywesha, wanatupangia na masafari huko na vyenyewe huko. Unakataa manabii wa zamani, unakubali wa sasa. Unakataa mitume wa Kristo, unakubali mitume wa leo. Uende nao. Kama wewe umewachagua, chagua wale ambao wanasimama katika kweli. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:3. Kumbuka msingi. Amen. Mungu wetu atuwezeshe. Hautapata aibu milele. Soma kitabu cha pale Warumi sura ya 10:11 na Petro wa kwanza 2:6. Hizo zote nasema ukiamini Yesu hautapata haya kamwe. Hautapata haya kamwe. Leo wanakucheka. Kitabu cha Zaburi ya 126. Neno ukisoma 1 hadi 6 wametuambia pale kwamba apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za furaha. Wewe leo ni kama unapanda kwa machozi, tutafute hiyo vesi. Wewe ni kama unapanda kwa machozi, mwenye kulia, haujulikane, hauheshimiwe. Acha nikwambie, apandaye. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Mstari wa 6 ule. Cheka leo bien. Cheka bien na masango piga. Tia makiaje za bien. So ningia kanisani usiabudu hata utayarisha makeup zako, lakini hivyo siku watakuambia wanakuletana vipodozi vyote vinavyostahili vipodowe. Sasa tena dada tia tabasi ka kumidomo tukakuregeza, mniache, sina haja tena vile. Mche Mungu. Amen. Basi tunasema aibu hautapata kamwe ukimbilia kwa Yesu. Hata leo ungeonekana unateseka, una matumaini mema. There is hope for you. Basi nigusie ya 12. Ya 12 wametuambia kuzaliwa. Ukiamini, ukimpokea Yesu Kristo. Hapana ukizaliwa mfamilia ya wanokole. Hapana. Hapana ukiwa na cheo au huduma. Hapana. Nasema vizuri, kumwamini Yesu Kristo sio kukiri tu, bali ni kumucha na kumtegemea. Maneno haya. Na ya 3, kuishi mapenzi yake. Amen. Sasa wewe ukimwamini Yesu, naweka bracket, ukimtegemea, kumucha na kuishi neno lake, yani kufanya mapenzi yake, nafunga bracket, wewe utazaliwa na Mungu. Na haki ya mwana ni yale yote, pato la baba ndilo haki ya mwana, ndio urizi wa mwana. Baba yako ni wa milele na wewe ni wa milele. Baba yako ni mtakatifu na wewe uwe mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Uwe mtakatifu kwa jina la Yesu. Kitabu cha Walawi umetuambia muwe watakatifu kama alivyo Mungu wenu. Soyez saints. Muwe watakatifu. Kama mmezaliwa na mtakatifu, na nyinyi muwe watakatifu. Adamu, ninayeongea na wewe. Mungu alikuumba kwa mfano wake. Mungu hakukuumba uwe mwenye dhambi. Mungu sio mzinzi, Mungu sio muongo, Mungu sio mchawi, Mungu sio mgomvi. Mungu sio muharibifu, Mungu sio mchonganishi. Mungu hana kiburi. Mungu ni mpole, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni upendo. Sasa wewe umeumbwa kwa mfano wa nani? Maana yake una baba yako. Una baba yako, sio Mungu. Abiel, Mungu ndiye baba yangu. God is my father. Mungu ni baba yangu.
Mungu ikiwa ni baba yangu, na mimi niwe kama baba alivyo. Mungu ni muweza yote, na mimi ninaweza yote. Yote inawezekana kwa yule anayeamini ndani ya muweza yote. Amen. Mungu yuko juu, na mimi nina matumaini ya kwenda juu. On nous a construit une cité céleste. Ndiko kwetu ni mbinguni. Sisi ni mawakala wa mbinguni. Tunaishi hapa duniani kwa muda, tunaenda kwetu. Mungu yuko juu na akili zake ziko juu, na ametuandaa nasi kwa akili za juu, hapana fahari za ulimwengu. Hivi vyote ambavyo vinatumikwa kwa akili za wanadamu. Yawezekana wanadamu hawa wale wana wa Mungu waliokuja kuzaa au kuzini na wana wa binadamu, wakazaa watu wenye akili na maarifa ya juu. Hii maarifa kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Hii maarifa hii, hawa wana wa watu hawa ambao umechangana kizazi gani? Twende sasa tukajiulize, tukifanya tafsiri kidogo au tuingie kwa kina, tujiulize, hawa wana waliozaliwa, wale wanawake watatu ambao waliolewa na watoto wa Nuhu, je, hamkukua hawa huyu ambaye waiki kizazi au wa mama watatu walitoka kwa vizazi gani? Yawezekana nao walikuwa wangali bado kwa hivi vizazi vya hawa walio wana wa Mungu waliokuja kutembea na wana wa binadamu, na kizazi kikaharibika. Sasa Yesu amekuja, yeye kila atakayemtazamia apokee uzima wa milele, asipotee miongoni mwa hao ambao wameitwa wapotee, aokoe maisha yake. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3:14-15 hadi 16. Kila atakayempokea pokee uzima wa milele, asipotee. Hana ubaguzi, imani tu, amini tu, uponye maisha yako. Leo inakuhuzunisha, leo ni kama kikwazo, lakini kule mbele utaitafuta. Amen. Basi hautapata aibu. Nasema ya 12, umezaliwa na kutakia uzaliwe kwa jina la Yesu. Tunazaliwa na neno, na neno ndiye Mungu. Huyu neno ambaye ni nuru amekuja kwetu aangazie maisha yetu, tutoke katika ujinga wa maisha yetu, tupone, tuokoke, tumtafute Mungu, uzima wa milele. Mbingu haikujengwa kwa ajili ya ngombe, mbingu imejengwa kwa ajili ya watakatifu. Sisi tutakaoponya maisha yetu, mimi na wewe, tujitahidi. Amen. Nasoma tu mstari wa 12 hadi 14. Nisome tu 12 basi kwanza. Injili ya Yohana 1 sura yake 1 mstari wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote waliopokea nani? Waliopokea neno. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Waliompokea, wanaoamini jina. Mbele ufikie mwenye jina, amini kwanza jina. Maana imani ni kama wehu moja hivi, amini kwanza jina. Siku utasogelea mwenye jina, ni wewe, ufarijike. En ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, wakapewa mamlaka ya kufanyika wana wa Mungu, lesquels sont nés. Amen. Waliompokea na wakaamini, wakazaliwa naye. Hawako tena watumwa, hawako tena wazinzi, hawako tena wenye kiu ya dunia. Kiu yao inakuwa ni kiu ya roho, kiu ya haki kwa ajili ya Mungu wao. Kwa wote waliompokea, wanaoamini, amewapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu, yani wamezaliwa. Injili ya Yohana 3:3. Nikodemu anamjia Yesu katika giza. Nataka na mimi niingie mbingu. Mimi napenda niingie mbingu, ingawaje kiburi changu. Nataka niingie mbingu, ingawaje kujizani kwangu.
ingawaje kazi yangu au gisi nataka niingie mbingu. Mbingu kutaingia ni wana waliopondeka. Hapana no. Walionyenyekea. Waliovunjika. Mungu anamvunja Yakobo ili aende kwenye nchi ya ahadi apokee urithi akiwa amepondeka. Alipomuona ndugu yake Esau, alipomuona mwenzangu Yakobo angali najitetea, akamwambia hapana, hata vitu vyako sitapokea. Njoo, pita tu, pita. Ni nani? Ni Israeli sasa. Amepondeka, amevunjika, amekuwa mtu mpya. Nikodemo anataka aingie mbingu. Hawaseme tena mengi kumuhusu, lakini walimumpa mfano ulikuwa mgumu. Amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara pili hawezi kuingia mbingu. Ukiingia kanisani muna watu 5,000. Nani anapenda kwenda mbingu? Wote watatia mikono juu. Dunia leo hakuna tena mpagani, wote ni wanokole, wamejificha humo ndani. Lakini kuzaliwa mara ya pili imewashinda. Kubadilika imewashinda. Kuacha imewashinda. Kujizuia imewashinda. Amen. Kuwa na tunda la Roho imewashinda. Kiburi kinawaangusha wengi. Petro wa kwanza sura ya 5:5. Bwana wapinga wenye kiburi na kuwa wafadhili wanyenyekevu. Kiburi kinatokana na nini? Na mjina la Yesu nabeba ndani kiburi. Na mkazi ya Mungu kiburi. Mkazi ya Mungu tunabeba magawanyiko, vita, kuuana, ugomvi. Ndani ya mambo ya Mungu namo. Amen. Kwenye tunataka tupate huisho la nafsi, njoo tutoke tumeumia. La. Amen. Waliozaliwa. Kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana. Barua ya kwanza ya Yohana, nisema injili ya Yohana 1:12. Tunaenda sasa barua ya kwanza ya Yohana sura yake ya 5. Barua ya kwanza ya Yohana sura ya 5 mstari wake wa kwanza. Ni usome ule kwa jina la Yesu Kristo. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Anayeamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Nimefasiria na niko niende malizia kwamba hii kuamini haiko kusema tu, ni kuishi. Amezaliwa na Mungu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amupendaye Mungu umupenda Yesu. Maana hakuna Yesu bila Mungu na hakuna Mungu bila Yesu. Yesu ndiye Mungu. Yesu iko ndani ya Mungu. Mungu iko ndani ya Yesu. Amekuja kwetu kwa maroho ili akae ndani yetu. Amen. Nimalizia hapo nikwambie habari za kuzaliwa. Alisema hata tuacha yatima. Kila ambaye amempokea amekuwa mwana, na wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndiyo wana wa Mungu. Hapana wahudumu, hapana waimbaji, hapana makuhani, wote wanaoongozwa na Roho. Hapana wanaojifanya kujazwa, wanaoigiza, la hasha, bali wanaoongozwa kwa kweli ni wana wa Mungu. Na wako wanapelekwa mahali pa pumziko. Naenda ya 13, ushinda ulimwengu. Nikiruka mstari wake wa 4. Mstari wa 4 umeniambia ifuatavyo katika Yesu, wa 4 na wa 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
et la triomphe, non, et la victoire qui triomphe du monde. Narudiria, parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ndani ya Yesu. Na nguvu zishindazo ulimwengu ni kuamini Yesu Kristo. Akae ndani yako, sio wewe utatenda, bali sasa Kristo ndani yako. Amen. Kote kutakuwa hata uwe na shida gani, Kristo akiwa ndani yako, jua kwamba anakuchukua na kupeleka kwenye uliandaliwa kuwa. Amen. 5. Qui est celui qui triomphe du monde? Si celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Hii nenda turudisha kule kwamba yote inawezekana kwa kila aminie. Sasa hii ya 13, wewe ni mshindi. Ninakuomba kwenye uko ujidai ukisema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Wewe ni mshindi. Hautaogopa hofu la usiku, wala mishale irukao gizani, wala tauni irukao mchana, maana chini ya bawa la Kristo umepata ngao na kigao. Wewe ni mshindi. Amen. Ya mwisho, ushuhuda. Una ushuhuda gani? Soma kitabu cha hapo tuwenye tunasoma barua ya kwanza ya Yohana, sura yake hiyo ya 5 mstari wa 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu les fait, non. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu les fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Una ushuhuda gani? Ushuhuda wangu ni kwamba Yesu ni Mungu. Yesu alikufa na akafufuka. Yesu ndiye uzima wa milele na hakuna uzima mwingine nje ya Yesu. Yani tosha. Ninashuhudia kazi za Yesu msalabani. Twende tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza, hiyo tuikamilishe, tuihakikishe, sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Neno la Mungu linasema nini? Katika Yesu Kristo tunasoma ile versi. Amen. Ni hiyo 18. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous voyons encore le triomphe. Ni kwamba tunashuhudia kufa na kufuka kwa Yesu. Kazi ya msalaba ni upumbavu kwa wanaopotea, lakini kwetu tuliookoka ni nguvu za Mungu. Pokea hizi nguvu za Mungu, shuhudie Yesu kwamba ndiye Mungu na mwokozi wako. Wengine wabadilike kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea Mungu akuwezeshe. Unaposoma tena, unaweza kusoma, ndiyo hizo mbili zinatosha, kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana 5:10. Ushuhudia na ushuhuda wetu ni Yesu kuwa ndiye uzima wa milele. Mungu akusaidie, Mungu akubariki. Ninaamini hizi faida 14 ni zako. Utembee na Mungu na Mungu atakuwezesha. Mungu abariki wote tuliokuwa nao mwanzo wa mafundisho haya mpaka mwisho. Naamini kama ulikuwa naandika hizi faida 14 zikae ndani yako, utembee nazo na Mungu akufanye mshindi. Wewe mwalimu wa neno la Mungu, mimi ni kuongeza tu, si kwamba mimi ndimi mkufunzi wako. Mkufunzi ni Roho Mtakatifu. Lakini nakuomba na wewe, kama itawezekana, upeleke hizi faida 14 uziambie kanisa kwamba mtalipwa haya katika kumwamini Yesu, na muzingatie imani hiyo ambayo inajengwa juu ya msingi ulio hai, Yesu Kristo, unaotangazwa na mitume na manabii. Tuamini kwamba Yesu yuko hai na hata tutumikisha kwa bure, atatulipa uzima wa milele. Jichukulie taji lako la uzima, urithi pamoja na Yesu. Amen. Tuombe Mungu. Mungu Baba uliye hai, ninakusifu kwa neema ya leo kuniwezesha kumaliza mafundisho haya. Nilikusihi usiniache, nilikuomba uniwezeshe.
nafika ukingoni, ukomoni wa mafundisho haya. Kila ambaye ameyasikia, yeyote yule ambaye ana shauku na haja ya kuyafuata, Mungu ninakusihi imfalie. Sote tuonane siku moja mbingu. Utupe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Pamoja na tupiganie vita, usituache Mungu. Utusaidie, wagonjwa wapone. Kila ambaye amejiunga nasi kwa wakati huu ye mgonjwa au ni mgonjwa, apokee uponyaji, maana yote yawezekana kwa kila aminiye. Kwa jina la Yesu tupone roho na miili zetu. Tumtukuze Mungu aliye hai. Asante Bwana kwa kuwa ibada yetu ya leo umeikubali na kuitakasa, na kukubali wote ambao umefuata. Wabarikiwe na wewe daima. Amen. Mungu akubariki mwana wa Mungu. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tunashukuru na tunafurahi tukiamini kwamba haukupoteza muda wako, bali umebarikiwa pamoja na sisi. Thank you very much. Be doubly blessed. Be greatly blessed. Be blessed forever. I wish you to inherit the eternal life one day together with me in the mighty name of Jesus Christ. Amen.